Lakini bwana, kuna tukio limetokea, wanasema kwamba kuna mtoto mmoja amefanyiwa ukatili na mganga, kwa maana ya kubakwa na mganga kwa sababu tu mama yake alikuwa akitafuta dawa ya kutokuachika. Binti mdogo amefanyiwa ukatili na mganga, amebakwa. Sababu zinatajwa ni mama kutafuta dawa ya kuachika na baba kulinda yake. Ndoa. Yaani babake na yule binti taisoma namba. Yaani wewe kutuachika mimi ni bakwe ndio nini tena? Sasa mahakama ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 30 gerezani Nuru Hamimu mwenye umri wa miaka 48. Huyo ni mganga. Ambaye ni mganga wa kienyeji na mkazi wa kijiji cha pale maeneo ya Murusi, wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, baada ya tukio ambalo limesadikika kwamba ni tukio la ukatili kutoka kwa mtoto, na sio kusadikika, ni tukio la ukatili tayari limetokea. Sasa kosa ambalo limemkamatisha ni kosa la kumbaka mwanafunzi wa miaka 12, umri mdogo kabisa. Mbele ya hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya Kasulu, wilaya ya Kasulu, Immaculate Shuli, mwendesha mashitaka kutoka ofisi ya wakili wa serikali Stefano Nyogoto alieleza mahakama hiyo kuwa mshtakiwa alitenda kosa Septemba 25 ya mwaka 2025 na kufikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Oktoba 10 ya mwaka 2025. Mwaka jana. Muda ule sisi tunahangaika na uchaguzi, wenzenu wanahangaika na limbwata. Wataki kuachika. Achika ni ngumu. Sasa ilidaiwa mahakamani hapo kuwa awali kuna mwanamke mmoja alifika kwa mganga huyo kwa ajili ya kutafuta dawa ya mapenzi ili akiwa na mwanaume asiachike. Sasa baada ya kwenda kwa mganga alipewa masharti. Na sharti la kwanza lilikuwa ndo kwenda kufanya tukio na yule binti. Anakwambia sharti lilikuwa kwenda na msichana bikra ili aweze kufanyiwa dawa hiyo. Sijui unaelewa? Ilielezwa kuwa mwanamke huyo jina limehifadhiwa, huyo mama. Jina limehifadhiwa. Alitekeleza hata kwa hilo la mganga, na alipofika kwa mganga huyo alifunikwa kitambaa usoni na mganga. Akimtaka aombe chochote, huku mganga huyo akimnajisi binti aliyeletwa kwamba wewe kaa hapo, nuia ile tunasema kunuia nuia chochote unachokitaka, sema chochote unachokitaka. Wakati umefungwa kitambaa usoni, wakati unaendelea kunuia pale, mganga anamnajisi binti. Sasa tukio hilo lilimfanya binti ahisi maumivu na kuanza kupiga kelele, hali iliyosababisha watu kujitokeza kujua kilichotokea, na ndipo ilipobainika mganga huyo wa kienyeji kutenda kosa hilo na alikamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Sasa hakimu Shule anasema kwamba mahakama imejiridhisha pasipo kuacha shaka, hivyo kumhukumu miaka 30 jela iwe fundisho kwa wengine. Unakwenda kwa mganga wa kienyeji kutafuta dawa ya rimbwata. Unapewa masharti na waganga, sijui yale masharti yanatoka wapi. Yaani niko najiuliza, yaani ni kitu gani ambacho huwa kinawafanya wanaweka masharti ya namna ile? Labda ni mizimu yao. Anakuambia babu zetu wamesema fanya kitu fulani waweze kukusaidia. Sasa sijui, labda wao wanasema kweli. Hatari. Lakini bwana, tukio hili limezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wakiwa wanalalamika kwamba wakati mwingine mama zetu sijui wanakutana nini jamani. Kwa sababu kitendo cha kutoka kwa mganga wa kienyeji, umetumwa ukamlete binti afa kaenda kumchukua binti yake, ampeleke afanyiwe ukatili ili tu yeye asiachike akiwa na yaani tena sio kwamba umeolewa ili ukiwa na mwanaume usiachike. Kwa mpaka leo watu mimi nashindwa hata kuielezea kwa kweli.
ina ukakasi sio wa nchi, yani ukakasi haswa, kwa sababu ni tukio ambalo sidhani kama hata mtu wa kawaida anaweza kulivumilia ama kulia, yani hivyo. Lakini uzuri ni kwamba sheria imefuata mkondo na sheria imefanya kazi yake tayari. Amekamatwa tayari, amehukumiwa miaka 30 jela si mchezo, na miaka 48 sasa hivi kuja kutoka sasa. Kwa tutarajia natoka akiwa kikongwe na fimbo. Lakini ndivyo ambavyo imetokea kwamba ushirikina, ndugu yangu, sasa imekuwa gumzo. Ila kuna wakati si mtaani tu masharti magumu. Kwa nini usiache? Shogi, unataka limbwata utaki, yani unataka dawa utaki. Sasa ndo nataka dawa mwanangu niende kumtoa sadaka. Ya sasa mpaka umekwenda kule, manake umejidhatiti. Unajua kuna watu wako radhi kufanya kitu chochote kwa sababu tu ya ndoa, ama kwa sababu ya mahusiano, ama kwa sababu tu ya kitu fulani anachokitaka. Yani yuko radhi kukudhuru. Yani anaangalia yeye tu. Kama mtu anaweza kwenda kumdhuru mama yake mzazi, baba yake mzazi kwa sababu ya kitu fulani anachotaka, ndio kujua watu tumebadilika. Yani na nakumbuka mtu mmoja aliwahi kuniambia, sasa hivi ni bora ukutane na simba msituni utajua namna ya kumdhibiti kuliko mwanadamu. Yani mwanadamu sasa hivi ndio amekuwa shetani wa pili. Hiyo ni kweli. Yani bora ukutane na simba, utaparamia hata miti kwenye mti hawezi kupanda, lakini si mwanadamu. Kashakuwa simba, yani anazidi simba sasa. Yani binadamu tumekuwa viumbe vya ajabu sana sana kuliko ilivyo kawaida.